Mkuu wa mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Rosemary Senyamule, amefanya ziara ya kikazi katika halmashauri ya wilaya ya Chamwino ili kutembelea miradi mbalimbali ya kimaendeleo ikiwa ni pamoja na shule ya sekondari Amalinzali, kituo cha afya Msanga, daraja la mawe Mpela Jeshini, pamoja na ujenzi wa ofisi ya TANESCO. Akiwa katika shule ya sekondari Amalinzali, Mheshimiwa Senyamule amewasisitiza wazazi na walezi kupeleka watoto shuleni hapo ili kupata elimu na ujuzi kwa faida ya kijiji hicho na mkoa wa Dodoma. Yaani leo ndo nimejua kijiji cha Nzali ni kijiji, nilikuwa najua Nzali ni kata. Ni kijiji. Sasa leo anaposema Mheshimiwa mkuu wa wilaya ndo nikajua Nzali ni kijiji. Hongereni sana wana Nzali. Shule hizi ni shule mpya ambazo Mheshimiwa Rais wetu ameamua kuzijenga baada ya kubadilisha mtaala wa elimu, kuwa vijana wetu wawe wanatoka shuleni sio tu wanajua Kiswahili vizuri, lakini ana ufundi ambao unamwezesha kujiajiri. Katika mkoa wetu wa Dodoma, fedha kwa ajili ya shule hizi ilikuja shule moja tu katika mkoa wa Dodoma, mkoa wenye vijiji 564 na mitaa 258, yani jumla 822. Katika mitaa na vijiji 822, kijiji kilichobahatika kupata shule hiyo ni kijiji kimoja cha mkoa wa Dodoma, kinaitwa kijiji cha Nzali. Ndio maana nimewaambia hongereni sana, hii ni bahati ya pekee sana. Vijana mngepiga makofi, maana nyie ndio wafaidika wa ufundi. Vijana oye! Nzali oye! Hii ni bahati ya pekee ambayo haijatokea kwenye kijiji kingine chochote wala kata nyingine yoyote ya mkoa wetu wa Dodoma. Kwa hiyo nilikuwa naangalia hapa majengo si kama kijiji fulani hivi Yaani ukiangalia tumetembea mwisho na mimi mwenyewe nikasema jamani huko wameshakagua wataalamu, maana naona sasa ni mazoezi marefu kwa ukubwa wa shule hii. Matamanio ya Mheshimiwa Rais wetu, watoto wote wanaotoka kidato darasa la 7 wakifaulu kuja hapa asikosekane hata mtoto mmoja kwenda shuleni. Wote waje ili wapate huo ufundi. Matamanio ya Mheshimiwa Rais wetu, wakiwa hapa wapate ujuzi unaostahili. Tumetembea pale, tumeona kuna jengo la TEHAMA la ujuzi wa kisasa wa vijana teknolojia, tumeona jengo la mambo ya magari, lakini tumeona ufundi wa ujenzi na mambo mengine. Tukitumia vizuri sisi wana Nzali, wana Chamwino, shule hii na wana Dodoma kwa ujumla, maana yake tutapata vijana wenye ujuzi. Hii kazi ya kujenga iliyofanyika hapa tungekuwa tumeifanya sisi wenyewe, kwa sababu tumeshajifunza ufundi wa kujenga na ufundi mwingine. Kwa hiyo wito wangu kwenu wananchi hapa ni kuhakikisha watoto watakao faulu kuja katika shule hii asikosekane hata mmoja. Fedha zilizotolewa hapa ni nyingi, tumesikia bilioni 1 na milioni 600. Kazi yake ni kuona watoto wanakuja shuleni. Afisa elimu kiangalia hapa kwenye taarifa ya mwalimu, nakwambia jengo limeisha. Sasa nataka utuambie shule inaanza lini, watoto wataanza kusoma hapa lini kama shule imeisha. Lakini nimalizie kwa wataalamu sasa wa ujenzi. Tulipopita hapa wote tumeona majengo haya yanavutia sana kwa macho, na kweli mengi tunasema yameisha, lakini hakikisheni mafundi wanamaliza kwa ubora uliokusudiwa. Aidha, Senyamule ametembelea mradi wa ujenzi wa kituo cha afya katika kata ya Msanga ambao umetolewa fedha kiasi cha shilingi milioni 250 unaolenga kuboresha huduma za uzazi, mama na mtoto ili walengwa waweze kunufaika. Yetu kuongeza hadhi na wingi wa wagonjwa ambao wataendelea kuwahudumia. Lakini hapa pamoja na uzuri wa jengo linafurahisha, na sasa naambia mko upande fulani 98%. Nimefurahi kwa mnakaribia, lakini mmetoa sababu kwa nini mmechelewa. Ile sababu nyingi naziona kama si sababu kubwa, ila mlifanya tu ulegevu kidogo. Hamkutafuta utatuzi.
lakini sijapata picha lini hili jengo litaanza kazi, itakuwa limekamilika. Nani ni DMO unasema au ni engineer sasa? Haya, maana mkandarasi anasema atamaliza, fundi atamaliza kazi tarehe 5 atakabidhi. Sasa maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwa kweli ni kwamba mradi ukiisha wananchi waanze kufaidika nao. Ndio maana nilikuwa naendelea kutaka kujiridhisha kama tumejiandaa wananchi kuanza kufaidika, maana lazima watumishi wawepo. Tani naambiwa watumishi sio shida kwa sababu watahama jengo tu, wale watahamia huku. Kwa hiyo kuanzia tarehe 6 mimi nasema hapa mama wa kwanza atajifungulia katika jengo jipya, kuja kujifungua. Sasa hiyo ili liende lazima liendane na kasi za kwetu. Kweli vifaa vitahama, lakini najua hapa hospitali mpya na vifaa navyo viendane na hadhi ya majengo mapya yanayoweza kusema watu wanasema sasa hapa walikuwa wanajifungulia wachache, huku tumesema watu 18 kwa mara moja wanaweza wakawa wanajifungulia, maana kuna vitanda vya kuwatosha kulala. Hayo tujipange ili tena tusiye tukakuika hapa jengo linaingia ndege watu hawajaanza kulitumia. Hayo sio matamanio ya Mheshimiwa Rais. Anatamani mradi ukiisha wafaidika waliolengwa waanze mara moja kulitumia. Kwa hiyo ndo msisitizo wangu kwenye jengo hili. Lakini kikubwa sasa ni waombe kama mna eka 5, hebu mtengeneze ile master plan au layout ya eneo. Kwa sababu kama hela napata za jengo moja, ukija kupata jingine nao ukaliweka peke yake unaweza kuyaunganisha baadaye ukakuta haya majengo kwenye kihuduma hayaungani. Somani siku hizi tunasema. Kwa hiyo tengenezeni hiyo layout ili tukipata hela najua hili linatakiwa likae hapa, hili linatakiwa likae hapa, tuweze kwenda vizuri. Jamani, salamu za mbunge wenu Mheshimiwa Deo Ndejembi, namjua anavyopigana na kwa ajili ya wananchi wake, anavyopambana kwa ajili ya wananchi wake wa Chamwino. Mkiona matunda haya, jueni kuna mlango aliingia kwenda kufanya haya yatokee. Wale wananchi wawili watatu mlioko hapa wasimulieni wananchi wenzenu kwa Mheshimiwa mbunge anafurahi sana kwa sababu anaona sasa kazi aliyokuwa anawapigania inazaa matunda. Mheshimiwa Ndejembi oye! Sambamba na hilo, Mheshimiwa Senyamule amefanya ziara katika ofisi za kituo kipya cha TANESCO wilaya ya Chamwino na kuwapongeza kwa kazi kubwa wanayoifanya. Sababu tunajua kwa kazi kubwa aliyofanya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya kupeleka umeme mpaka kwenye vitongoji. Maana yake kuna ongezeko kubwa la watu wanaotaka huduma za haraka au katika maeneo ya vijijini na pengine. Kwa mnapoweka ofisi ya namna hii tunajua watakuwa wanapata huduma za haraka wanapohitaji msaada. Sasa hivi kama tunajua vijiji vyote vimeshapata umeme na tunaenda kwenye ngazi ya vitongoji na miradi ya vitongoji imeshaanza na Chamwino nao ina vitongoji vinapelekewa umeme. Kwa hiyo yote anataka uwepo wa karibu sasa wa watu wa kutoa huduma hizo. Kwa ukiona jambo hili unajua kweli TANESCO mnajipanga vizuri. Huku umeme unawekwa na nyie huku tayari mnajiandaa kwa ajili ya kuwa karibu na watu mnaotakiwa kuwahudumia. Kwa hiyo tunawapongeza sana TANESCO kwa jambo hili zuri. Lakini hapa mko barabarani kawaida tunajua tunasema kuna mambo ya kupanda miti na nini. Naona jengo lenu mnaenda mwishoni hapa karibu mtaanza finishing. Anzeni kupanda miti huku ili iendane jengo linapoanza na miti imeshakuwa. Kadhalika, mradi wa ujenzi wa daraja la mawe katika barabara ya Mpera Jeshini umekamilika kwa 100% ukigharimu kiasi cha shilingi milioni 262, ambapo kukamilika kwake kunatajwa kuwanufaisha wananchi katika eneo hilo ili kupitika vizuri hususan katika kipindi hiki cha mvua. Kutoka makao makuu ya nchi Dodoma, ni Peter Obogo wa Asher Media.